Jina kubwa ni Saad Fabrics Textile FC. Hii ni timu miongoni mwa timu ambazo zimeendelea kujiimarisha kuelekea kwenye mashindano makubwa ya Samia Ramadhan Cup 2026. Lakini pia ni nahodha wa timu ya Saad Fabrics Textile, anakwenda kutuambia hisia zake baada ya kuona ratiba ya kundi lake, lakini pia mchezo wa kwanza tarehe 27. Nahodha, mambo vipi? Mambo poa, vipi nyie? Bwana, sisi tuko safi sana. Bwana, baada ya kuona makundi yalivyopangwa, unaweza kusema nini kwa niaba ya wachezaji wenzako kuelekea kwenye mashindano ya Samia Cup? Makundi tumeona, makundi yako vizuri na kila aloweka kwenye kundi letu jue ni mpinzani wetu. Yote na yote, sisi tumejiandaa vizuri kupambana, tumejiandaa vizuri kwenye ubingwa wa kila mechi yetu. Okay. Wewe uzuri kwamba huu ni mwaka wako wa pili kwenye mashindano, lakini kwa Saadi ni mwaka wako wa kwanza. Wewe una uzoefu na mashindano yale. Ulikuwa mwaka jana na bahati njema timu ulioichezea naamini mlikuwa kwa mabingwa, si ndivyo? Msimu huu wewe unawaambia wachezaji wenzako nini, kwa sababu una uzoefu wa mashindano toka mwaka jana? Unawaambia nini wachezaji wenzako ambao wengi ni mwaka wao wa kwanza? Cha kuambia, mpira ni ule ule. Unaweza kwa mwaka jana labda amecheza timu tofauti, akaja huku akacheza timu yetu. Kikubwa zaidi tunacheza kwa malengo yetu. Malengo yetu sasa hivi ni kuchukua ubingwa katika timu yetu ya Saad Fabrics, ndio hilo tu. Bwana, wana Kariakoo sasa, makundi yametoka, wewe na Hoza, wewe ndio kiongozi, wewe ndio El Capitano. Unawaambia nini wana Kariakoo ambao wana timu moja tu safari ya Saad Fabrics Textile? Wote watu wa Kariakoo uzuri tunajuana Kariakoo ni yetu na Saad Fabric ni mtu wetu pia. Kwa hiyo hata before tulikuwepo katika timu wote watu wa Kariakoo ya JSP, sasa hivi tuko Saad Fabric, basi wote tunakuwa wamoja. Bwana, shukrani sana na pole kwa mazoezi pia. Shukrani sana. Bwana, asante sana.